Nite Kobi dereva wa app, unanipa tukibonyeza request. Karibu basi uendeshe na mimi, tukiwa happy story flani za mjini. Huyu ananipa story mpaka na sound. Tukishare njiani story nyingine imeingia. Hii ni ya safari ndefu kidogo. Kwa tunaenda kufuata abiria wetu, lakini kabla yote kwanza naomba nimpigie kwanza ili tujue yuko tunamfuata sehemu gani. Nite Kobi dereva wa app. Yes. Poa kaka, kwema? Niko njiani hapa nakuja, nilikuwa nimemwacha abiria. Haya. Shampa taarifa. Tunaenda kumchukua abiria wetu. Hii ni safari ndefu lakini tunaenda nao hivyo hivyo. Hii safari ni ndefu kidogo. Let's go. Okay. Huyu kaka anaonekana ana vibe kidogo. Hata alipopokea tu simu anaonekana mtu fulani ambaye ana story sana. Anakapokea simu akaniita kabisa na jina langu la ukoo. Amini jina la baba. Laurian. Yes. Yes. Kila kona ya mji kuna vibe inside. Naingia stage, una check plate. Wewe uko late lakini trip iko straight. Nite Kobi dereva wa app, unanipa tukibonyeza request. Karibu basi uendeshe na mimi, tukiwa happy story flani za mjini. Tukishare njiani story flani za madini. Endesha na Kobi, uendeshe na mimi. Endesha na Kobi, kila kona una check plate. Wewe uko late lakini trip iko straight. Tembea. Mzembe. Toboi hapa. Trafiki angenichelewesha bado. Tatu ni kadi rafiki yangu da. Kila mimi niende kwa sababu na deni kubwa sana la Bolt. Kwa hiyo naenda kuichukua kadi nilipe deni la Bolt yote. Deni kubwa sana la Bolt. Kadi kidogo itanipush. Itanipunguzia deni. Kwa hiyo naenda kulipa deni lote.
Okay, here we go. Here we go, 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 here. Kariakoo hii kudada yetu. Kariakoo bwana, changamoto sana. Changamoto sana huko. Changamoto ya parking, kuna changamoto ya njia kupita, magari mengi. Yote nishati. Nuku kosa kubutuliwa na gari. Una bahati. Kosa kubutuliwa na gari. Napaki wapi? Jomba vipi? Kwema? Kasiri sio? Ah, sawa. Ni sawa, ni mimi. Alikuwa kwenye foleni Sio kuchangamoto kidogo. Moto kwa. Karibu basi uendeshe na mimi. Tukiwa happy, story flani za mjini. Tukishare njiani, story flani za madini. Endesha na kopi, uendeshe na mimi. Tupite side to side, endesha na kopi. Kila kona ya mji tunakwepa foleni kama vile tai. Kila kona ya mji kuna vibe. Naingia stage, una check plate. Wewe uko late lakini uko straight. Inaelekea wapi? Guys, unaweza ukaimagine ni safari ya kwenda Kigamboni huko Kibada kudade. Kibada. Sisi tumekaa mpaka tumehamia. Hao jamaa wametuchelewesha sana. Watu wa rangi? Sio watu wa rangi. Wako ofisini. Kwema kabisa, sijui nini. Tuko tunahangaika na maisha. Kama kawaida. Mapambano lazima yaendelee. Sawa. Tusipopambana tutakula nini? Watashachukua nchi yao mapema. Ni changamoto ya Kariakoo ndo hii. Yaani da purukushani watu wengi. Kila unapita njia yani njia haipitiki. Yaani kuchelewa kote huko nako pia sio kwa foleni tu, pia ni hata barabarani pia. Watu ni wengi sana, unapita huko tano watu. Tunatumia
MC hapa babu ziko nyingi sana. Ushinde wewe. Hebu test hii kama inafanya kazi, kama ifanye tumia hii. Hii safari ya Kigamboni hii. Tunaenda kupambana na mafoleni huko. Si unajua? Pita darajani. Si ndio darajani? Huko huko. Unafanya kazi? Inaingiza? Basi. Hiyo ndefu ndio nzuri kwa sababu inafuta mpaka nyuma. Kaka. Tushapata hapa. Watu mwambia kupita huko. Nasema foleni. Unajua kuna foleni nakwambia. Sasa. Ndio kukutana na foleni huko. Tayari. Si mchezo. Kwa ofisini? Kwa maana kwamba tupitie pale ofisini kwao, anasema tuende. Sema tupite kule yani. Foleni. Tupite wapi? Kule ofisini anasema kule foleni. Tufike ofisini maana yake. Wewe nani dokumenti zako za nani za kwenda Muhimbili kesho? Zina nini ratiba yako? Amesema atajua mwenyewe. Si tungeenda hivi tu tukapitia kule nani, maana hapa tukisema tupite hapa tutakutana na hii foleni ya Kamata hapa. Wao tupite hivi, tupitie SGR. Okay. Tupite SGR tukatokea nani kule. Foleni ya Kamata pale, nasumbua. Kuna barabara nne zote zinajaga kishenzi. Yaani barabara ambayo sehemu ambayo itatuchanganya kidogo ni pale nani pale bandarini na pale Uhasibu. Basi hapo tu. Tukishapita hapo huko kwingine huko tunapeta tu. Kwa huko kuna ujenzi huko, sio? Kuna repair tu, kuna nyumba inabadilishwa. Nyie ni nani wa ofisi hapa, sio? Watu wa rangi yani. Sasa kwa hiyo mnaenda kiofisi tu? Hamna hata kibinafsi mnafanya? Hiyo ndio asilimia kubwa inakuwa hiyo. Hii ya ofisi inatokea tu sometimes nini na kuna watu wengine unaweza ukawa unafanya ni mtu wa rangi lakini ukawa yaani mteja akakwambia ufanye kitu fulani ambacho wewe unajua kabisa hiki hakifai, lakini ukapaka sehemu ambayo mazingira yale yanakuwa hayastahili kwa site. Yanakupa direction kuanzia chini mpaka juu. Kwamba hii sehemu ya majimaji ufanyeje. Ila kiukweli sitaki kuwa mnafiki kwamba sehemu za majimaji sawa, ile sehemu haizuiliki. Lakini haizuiliki kivipi? Haichukui muda mfupi, yani haichukui muda mfupi kuharibika. Unaona? Inachukua muda kidogo. Haizuiliki lakini inachukua muda kidogo kuharibika, unatokana na material ambayo utakayotumia. Lakini itaharibika.
kuna kampuni hizi za rangi hizi ndio ziko tofauti. Kuna kampuni unapiga rangi mwezi huu wa 4 huu ndio mpaka mwezi wa 9 unakuta imeshapauka kabisa, yaani ishaanza kuharibika. Ule muonekano wa mwanzo umepotea. Ndio. Ni pia ni kampuni. Ndio. Naona na utayarishaji wa utendaji wa ile kazi. Sawa sawa. Sawa. Unajua hiyo inasaidia na hata kwa mteja kukurecommend kwa watu wengine kwa sababu ya vile utakavyomfanyia mteja kazi kwa ufanisi na kwa uzuri zaidi. Mimi huyu mama nilikutanaga naye mwaka 2021. Umeelewa? Ile rangi toka ni paki. Huu unaenda kumfanya repair. Haijaharibika mpaka hii leo ninavyoongea na wewe. Lakini kwa watu wana pesa zao. Ndio lazima wafanye repair. Leo unabadilisha rangi. Ndio unasema ndio wamepaka jana. Hiyo rangi Okay. 6 2026 25 2021 mpaka 2026 na miaka 5. Hatari. Kwa ndio hivyo maana kila kitu huwa kinaenda na ufanyaji wake wa kazi kwa uaminifu. Hamna kitu kizuri kama ukimfanyia mteja kitu akapenda. Unajua mwenyewe. Watu kwanza wanashindwa kuelewa. Mimi bosi hawezi kunilazimisha kitu ambacho anakiona kwamba baadaye kinaweza hakifai. Madhara au hakifai. Namwambia mimi nishakataga kazi Kinyerezi rosheni 2. Ndio. Nishakataga. Yule bwana nishaandaa material nini kila kitu, nikamwambia material haya ndani baadhi yake anafaa. Ndio. Lakini kuna mengine hayafai. Yaani utanifunga tu, utanitafuta utanifunga. Ndio. Wewe utaki kazi, nikamwambia sawa. Wacha mimi niondoke. Akatafuta wanani mafundi wengine wakaenda kufanya ile kazi. Wakaja wakaharibu. Miezi mingapi? Miezi 4 tu. Unaona hiyo? Ndio kufanya kazi. Okay. Sawa. Ndio nyumba. Ndio ilivyo, yani hivyo unavyoiona hivyo. Miaka mingapi? Miaka 6, miaka 5 mpaka sasa. Bwana. Bado mpya kabisa. Bado mpya. Ile bana kipindi kile ndo bado hivi wanaziita nini? Andika hizi. Andika. Ni zile ungu na mapoda ya andika. Mapoda ya andika yale. Anambia mzigo huu hapo, vifaa hivi hapo, fanya kazi. Nikamwambia boss. Kipindi kile nani nje ilikuwa ni white cement. Ndio. Nachanganya na rangi. Nikamwambia hapana. Siwezi kufanya. Bwana akapata watu kampikia pale kwa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa 3, wa 5, wa 6, wa 7. Kitu kimekataa. Yule kuta maputo. Imeduka upepo unapasua lile puto, alafu upepo ule kama vile unachana karatasi inadondoka chini. Hamna kitu kinakera kama hiyo. Maana nipigia simu. Ananiambia aisee, hebu njoo bwana nyumbani bwana. Mimi nikajua ile kazi alisimamisha tu labda pengine kwa sababu zake mwenyewe binafsi. Sasa nimewacha nifanyeje? Niende naona ngoma imeshatiki. Kwenda. Lezi ile. Nafika pale Kinyerezi mwisho maana kule kulikuwa na gorofa hili. Miaka hiyo. Ndio. Ukikaa hiyo unaangalia bondeni. Sasa angalia maana nyumba yenyewe ndio ile pale imeshapakwa rangi tayari nyeupe. Mimi naenda kufanya nini? Ngoja niende. Mpaka pale. Gonga mlango, mlinzi anifungulia. Naingia getini tu hivi mama. Kwenye paving mle. Ni makaratasi. Sasa maana toka. Sasa hivi ndio nini sasa hivi? Kando na nini? Bado hivi sijala. Ndio hiyo.
Hapa anageukaje sasa? Hayo sio anageuka. Ikienda hivi kichwa mbele. Sawa, maana sasa na injini nyuma na mbele. Maana kianza kwenda hivi. Ile ilikuwa nyuma ndio inakuwa mbele. Naona? Basi. Ndio vipi sasa? Hiki kitu gani nikaambia mimi nishakwambia. Naona mimi nikimkamata na mfunga huyu ndio unamuonea. Kwa nini mimi nilikataa kazi yako? Nilikataa kazi yako kwa sababu nilijua madhara atakayotokea ndio mahali hapo. Ndio. Sasa nakueje? Niambia hapo sasa nakueje? Yaani hii kazi ni kubwa kuliko hata ile mwanzo ungenipa hiyo. Kwa sababu hapa ni skepu zote, yani manani huu kutoa yote. Ni atoe yote. Ndio. Nipige na ni binder. Kazi mpya. Sawa, nikishapiga binder tayari ni skimu. Ndio. Akanambia wewe sema bei unayoitaka. Nataka kazi yangu ifanyeje? Iwe nzuri tu. Sawa. Sasa vijana wangu pale. Bwana alirudi jioni mapema siku ile kwenye muda saa 10 tu tayari yuko pale. Akakuta watu tayari kama mazombi hivi. Wanafanya wanabandua tu rangi. Bandua yani vumbi mtindo mmoja. Akaniita. Na mimi mwenyewe nimechafuka hivyo hivyo. Sasa kumbe ndio hivyo nikaambia nakwambia baba tatu ishakuwa kubwa hii. Kesi ishakuwa ngumu. Dakika 20 nyingi. Mimi na gari yake ananiita, hebu toa kuna mzigo wenu huko, chukue. Ndio. Lita 20 maziwa. Kila siku endayo kwa Mungu. Ndio. Pia maziwa. Kazi nikafanya ile bei ambayo nilimtajia. Akaja akaniongeza hela robo yake. Kwa sababu ya kazi nzuri uliyofanya. Kwa hiyo kuna vitu vingine hata kama una njaa zako ili tu mwambie boss kwamba bwana hii haitakiki. Hii bwana tukifanya madhara yake haya. Kweli. Sasa hivi hapa hii biashara yetu hii imeshaingiliwa na vijana wanaomaliza shule. Ndio. Hawana experience. Hawana experience tu anajua ilangi kaitaka bosi basi anapiga. Ndio hiyo. Ni sawa, ni kweli. Mwisho wa siku kazi inaharibika. Ni kweli. Bosi anataka rangi hiyo, rangi haifai maeneo hayo. Kutokana na nature ya hiyo eneo. Yaani sasa nyumba nyingi zinaharibika sana. Unaweza kukuta nyumba imepakwa rangi ndani ya miezi mitatu minne imeshapauka tayari. Haifai. Kuna kampuni tunazijua sisi ni kampuni gani ambayo inastahili na rangi zao ni za kudumu. Ndio. Unaona hiyo? Sasa mtu bosi mwingine akamwambia bwana ndio hii bwana 250. Ndio. Anaruka. Bwana msikota rangi bora shilingi 1,500. Lita 20. Leza sifai. Hapana. Wanapata hao. Wanakwenda kule na kule ndogo bwana napo anapigwa vile vile. Kwa kwa gharama mara mbili sasa hapo. Umefanya gharama ya kwanza imefeli, unakuja kufanya gharama ya pili. Sababu akienda kule naye dogo anataka cha juu. Anakwenda kwa nani vishoka. Vipi? Rangi hii weta gani? Rangi gani? Kala gani? Hii. Hamna shida, anatengenezewa tu hapa. Mtu anakutengenezea udodi. Shingapi? Bosi anamwambia 1,500 pale anapata kwa shilingi 90. Unaona? Sasa hiyo 90 hiyo gharama yake. Kazi unayo. Unakwenda pale. Kwa mfano kama kuna hizi nani? Baada ya kazi. Na wewe umedumu kwenye hii kazi ukiwa una miaka nayo mingi. Kazi ambayo nimesomesha watoto na bado wanasoma na nimejenga na maisha yangu yanaenda hivi. Miaka mingi sana. Na experience ya kutosha. Maua nini, showcase. Hizo zote unafanya hivi? Sana. Kumbe sio kupaka rangi tu. Hata decor za ku. Okay. Sana.
ya juu, hizo zote za juu. Sasa Hapa ziko hili kanisa bwana. Mimi bwana, mtu anapondesha, Mungu anapotesha na watu for a reason, kwa sababu unajua unaweza ukazunguka ukawa umeteseka labda na kitu fulani, mwisho wa siku ukakutana na mtu anakaa na huo uzoefu na unaona hiki ni kiwanda, machinjio ya kisasa yako Vigwaza huko. Ni au yeye mama huyu. Okay. Hiyo tumepiga wewe. Nimedumu hapo mwaka 1 na miezi mingi. Hili hapa hili. Sio hilo tu, maana kuna hospitali, kuna zahanati, yaani vikolokolo kibao. Acha hiyo nani magorofa. Rangi hajapauka wala nini, iko vile vile. Okay. Sasa bwana, ndio hivyo. Nita save number then kama, kwa sababu kunakuwa sometimes na ndugu zangu wanatafuta sana watu. Kwa hiyo na maana tutakuwa tunawasiliana. Nichukue? Ile si ndio hiyo? Iko hapo. Hiyo ofisi. Hii ofisi. Kumbe hii ni ofisi. Sawa. Ni 074 310 Nataka na nani ya Airtel. Hiyo moja inaweza kutosha. Hii namba yangu. Mwisho 52. Na mimi nafanya media production. Pia na kipindi changu hapa pambali na Bolt nafanya, akiwa na kipindi changu ambacho huwa nafanya cha kukutana na watu hivi kwenye Bolt na kamera hii hapa huwa inanirekodi. So hapa ilikuwa inanirekodi muda wote. Sikutaka kuambia tu, nipata muda tutaongea. Kwa hiyo huwa inanirekodi kama hivi tunavyoongea, tunapata madini, mtu anakuelezea kitu. Hata kwenye comment pia watu wana comment, labda wanaweza kukutafuta pia kwenye, ndio maana kwamba ina faida. Unaweza kukutana na mtu kama Mungu tu anakukutanisha na. Ni kweli. Kwa hiyo unaweza kukutana naye pia, ukakutana nao tu, mtu akacomment akapenda akasema anataka ajue aone kazi zako. Basi ikawa ndio opportunity yao kuonekana. Utasema tu George Dimoso. Okay, George Dimoso. Sawa. Mtu anaweza akapenda, bana mimi nataka huyo mtu ambaye anapaka rangi, mtu wa rangi. Akacomment nikakupa, nikamtumia namba hiyo hapo. Ni kweli. Unaona riziki inavyokuja? Ndivyo. Kweli kabisa. Kwa hiyo bwana, ndio hivyo. Kwa hiyo kipindi kitaruka, kinakuwa anarusha YouTube. Kwa hiyo nitakutumia pia link ukione, tukiwa tunaendelea kule. Sawa. Mr. Eric. Hivyo Eric Lauri. Naona uliniita jina la mzee sana. Wakati napokea request nilikuwa niko na abiria. Kwa hiyo nilivyomalizana naye yule abiria nikakupigia. Ulipoanza tukuongea nikasema huyu aloniita Lauri ni huyu. Okay. Kwa hiyo ni automatically tu ni watu ambao yaani nilikuwa nimejiongelesha mwenyewe tu nikasema kwa jinsi tu alipopokea na kuongea vile, nikasema huyu mtu ni mtu ambaye tunaweza tukapiga story tukacheka, safari itakuwa nzuri kwa sababu hii safari itakuwa iwe nzuri kidogo. Mnapiga story na enjoy. Unakuta kuna abiria mwingine ananuna mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari. Sio binadamu. Ameongea kitu. Huo ujinga. Tukutana na abiria tofauti. Mimi mbali ya haya, sawa? Hata kwenye usafiri.
sawa. Sasa kuna mkoa kuna mkoa mwingine. Yaani wewe utashangaa kwamba napata marafiki humo ndani ya napata wajomba, napata shangazi. Hivyo yani. Kwa sababu watu wanashindwa kuelewa. Mimi na wewe tumekaa, kuna safari. Siti yako hiyo na mimi siti yangu hii, si ndio? Ndio. Hakuna mwenye ndugu mle. Ndio. Kwa maana huyu ambaye yuko jirani yako ndio ndugu. Ambaye hata leo umekaa naye kwenye siti moja, ukapata tatizo, umezidiwa, umezima. Yeye ndo wa kwanza kuchukua simu na kwanza kupigia ndugu zako. Ndio. Sasa mkikaa tu hivi mmenuniana ndani kama vile hata wao kwenye mabox sana. Wanaopigana wale nao waga kupindikana. Baadaye na kabisa. Kabisa. Wanapeana mikono, wanahagi nini? Fair play wenyewe wanaita. Kwa nini ununiane na mtu? Kabisa. Hata kama umetoka na kasoro zako huko nyumbani kwako, zimalize huko. Basi zimalize huko. Ionekana kama una stress aina yoyote hii. Ndio. Sawa. Ni sawa kabisa, yani ni sahihi. Mimi mpaka nafika umri huu. Kwanza sijawahi, ni kweli nilikuwa mkorofi. Kwa yani nikienda shule mimi. Nikirudi bila yani kama sijapigana na mtu siku hiyo. Sasa umefanya wema mkubwa sana. Sana. Ulikuwa mkorofi kiasi kwamba ilikuwa hatari. Nilipofika tu kusema kwamba sasa inatosha. Nikaona watu wanakosana na visikia naumia. Sasa ukiona napigana nao yani naumia. Sio ugomvi naenda kununua. Ndio wewe una nguvu basi pigana na mimi. Huu sio muda wa kupigana. Pigana pesa. Hangaika na pesa, sio kuhangaika na mwili ya watu. Kabisa. Kwanza sasa hivi hapa maradhi mengi. Unapiga ngome mtu pacha. Hapo. Ndio alishajimaliziaga muda mrefu. Ni kweli umeua. Ni kweli. Tuna experience, ni kweli. Ni kweli ukija kuangalia iko hivyo. Nakumbuka kuna jamaa kule kijijini. Sawa. Yule bwana yule ukimwambia nenda mjini. Mimi ni mtu wa Morogoro. Ukimwambia atoke kijijini hata aje Morogoro mjini, asema haji. Haji. Haji kama nikaze kama ni nguo unamwagiza, unamwambia naogopa magari kaka. Magari naogopa. Naogopa magari. Anaogopa kuvuka au kupanda? Yaani kugongwa. Kuvuka yani, anaogopa kuvuka barabara. Anaposikia hata anagongwa na magari huko, hataki hata kusikia. Kifo kinapangwa ndio kama unavyosema, lakini kuna vifo vingine vinakuwa vya mwaka 2003. Sawa? Kuna kakake amekuja huko kuuguza. Bahati mbaya bwana amefariki. Ndio. Baada ya kufariki, wazee wamekaa kikao kule, natakiwa kama mwili ufanyaje? Urudishwe huku. Unaona? Ndio. No, alikuwa dada yake. Sio kakake, ni dada mtu. Yeye ndo kaka. Ndio katoka mama kule. Yeye ni kiongozi wa msafara. Yeye anasema mimi Dar es Salaam sijakanyaga hata siku moja. Nitaenda huko nitaanza wapi? Yeye nitaanza anzaje? Nitaishiria wapi? Yule mama anasema mimi nakujua Dar es Salaam. Lakini anasema wewe na mtoto wa kiume. Nenda naye kule. Ndio. Sawa. Lakini mimi huko siendi jamani. Mimi nikaenda huko sirudi. Hufi bwana wewe, hebu nenda acha ujinga bwana. Hebu nenda katembee. Katokea mtu mwingine akasema basi ngoja tutoke wanaume kama wawili. Ondoka. Kipindi kile bado stendi ndio Ubungo. Ndio. Imeshuka mida kama hii saa 12:12. Sasa wanakuja Tabata huko. Wanafika pale Ghana bwana. Kitu kama hicho Ghana. Foleni kule sheli magari hayaendi. Inabidi washukie pale. Waliposhuka pale siwavuke saa waende ngambo ya pili. Na pale kuna barabara mbili. Navuka ya kwanza magari yanakwenda hivi, navuka ya pili magari yanakwenda juu. Wakavuka ya kwanza vizuri.
barabara ya pili yeye bado akawa anaangalia wapi? Anaangalia huko. Chombo kimempitia. Gari. Yule alikuwa anasema kwamba mimi nikienda huko sirudi. Anasema mdomo unaumba eti. Pale. Jamaa na wale wanawake wawili wameshikilia vichwa na mwenzao ndo tayari. Biashara imekwisha. Huyo alikuwa anajua kifo chake kinatokea na nani. Mwenzetu waliokatai safari ashagongwa na gari amekufa. Mama wewe sikataa kwenda. Amemuua nini? Shida nini? Baada ya kurudi maiti moja kule, kwa hiyo amerudi mtu na dada yake. Dada yake kajiua. Wao walikuwa wanakuja kuchukua maiti. Okay, wao wakamlazimisha kwenda lakini hakutaka kwenda. Da maskini. Kwa hiyo baada ya kurudi maiti moja zikarudi mbili. Kwa hiyo msiba ikawa miwili tena. Kuna wahenga wanasema kwamba kila binadamu ameumbwa kifo chake. Kija kuangalia kidogo kama ina nani na mata. Sasa yule bwana alikuwa anakataa kabisa kwenda mjini. Huko mimi kafai. Lazima nitakufa. Ufa huko. Na hata siku ile ambayo anakuja huku. Sasa mimi naenda lakini nitakufa huko. Sidhani kama narudi. Alikuwa namna kama hiyo, ndio hivyo, ndio mtu unakuwa hujui tu, lakini unajua bwana, sisi huwa tunaaminigi binadamu huwa tunaaminigi nani? Tunaaaminigi kwamba kitu fulani huwa tunaamini kwamba usiamini kwenye kitu kibaya. Shara ndio tunaaminigi siku zote hivyo, lakini unasema nature ndio iko hivyo, kitu vibaya vipo tu. Vipo. Yaani sasa mimi huko naenda nitakufa, mtu anakuambia wewe usiseme hivyo wewe. Yaani useme, mtu anakuambia usiseme hivyo, utakuja kufa kweli. Unaelewa? Lakini nature ndio iko hivyo kwamba watu watakufa tu. Yaani mtu atakufa Kwa hiyo mtu anaweza kusema usiseme hivyo, lakini kwa nature ndio inasema kwamba Kwa ndio hivyo. Kuna kipindi jamaa alikuwa anachambua kuhusu masuala ya ndoto. Ndoto hizi sawa, lakini ndoto kama ndoto. Kuna vitu viwili kama sio vitatu. Cha kwanza, ndoto inakuashiria tukio litakalokuja. Cha pili, ndoto inakupa taarifa ulishapitia kitu fulani. Ndio. Kwa hiyo ndoto sio kitu cha kudharau. Exactly. Nafsi hizi usiku waga zinatembea. Achana na moyo unaonekana, lakini nafsi haionekani. Kwa hiyo nafsi waga inatembea, inakuwa active. Babangu alishanipaga usia. Na sio usia, alinihadisia kwamba kuna kipindi jamaa alioa mwanamke. Ndio. Wapendana sana. Sasa muda kama saa 12 kuja saa 1 hivi. Yule mwanamke alikuwa anakula mua. Ngala. Mua. Pindi yenyewe moja tu. Mua mitamu kwa kweli. Sasa mwanamke anamwambia mumeo, na mimi naomba mua. Yule mwanamume anasema sehemu mwenyewe kidude tu kidogo, ndugu yangu, kweli unakuaje yani? Naomba mua. Hiyo serious. Mimi nataka mua. Jamaa kamnyema mkewe, akamaliza ule mua. Ndio. Usiku amelala. Umeona? Walipolala usiku akazinduka jamaa. Kuzinduka hivi anakuta mkewe kama yupo hivi. Yaani haelewi. Na ngoja nikajisaidia nje. Then nirudi nimwamshe mke wangu, kwa mbona yuko hivi vipi? Mbona namwamsha muda wote hata kuamka hamki? Amekona hapa amezunguka nyuma hivi. Ndio nyumba za vijijini hizi.
ile sehemu ambayo ametupa yale maganda yale. Jamaa akaenda kakanyaga. Sio kama amekusudia. Amekanyaga akasikia kitu kwenye maganda. Akasikia kitu pa. Alafu maji kama mwagikia kwenye mguu. Ya moto. Jamaa akaendelea kujisaidia haja ndogo pale. Anarudi ndani. Ngoja nichukue kipindi vibatali. Anamulika hivi anakuta mguu wake unafanyaje? Umechukua damu. Anarudi kule hakukuta kitu. Anamwamsha mkewe kimya. Amsha wapi? Anageuza hivi, mtu anageuka mzima. Kabidi aite majirani pale. Jamani, hebu muangalie mke wangu, mbona yuko hivi? Kuja hapa mbaya tumwaishe tu hospitali hapo. Lakini wazee walishajua tayari kishakufa. Kampeleka mochwali. Vipi, mbona mnapeleka huko mke wangu ameshafariki? Ndio. Mbona hajaugua? Basi. Wakafanya maziko pale tayari. Sasa kifo cha ghafla kila mmoja anajiuliza. Wengi wazazi wakasema hapana, itabidi tuingie tu kwenye masuala ya Kiswahili. Kwenda kule yule mtaalamu akamwambia jamani, wala msishangae jamaa. Sijui amemuua mke wake tu mwenyewe. Hakuna uchao uliofanyika. Unapoonyesha huyu muulize vizuri. Sababu nafsi ya mke wake ilitoka usiku. Ilienda kula maganda ya miwa. Zamani kulikuwa na maganda, sasa siku hizi. Jamaa anauliza jamani, kweli mke wangu siku aliniomba mua mwenyewe, ilikuwa ni kipindi kidogo tu. Moja nikamwambia sasa nitakupa hapa chakula kulaje? Ndio. Naona kweli mimi usiku nilikumbuka. Nikaenda kujisaidia. Bahati mbaya ile sehemu ambayo nimeenda kujisaidia kuna kitu kimefanya kimepasuka. Ilipopasuka nikahisi kama maji ya moto yamefanyaje, yamenikia. Nakija ndani nawasha kibatari hivi. Nakuta mguuni kwangu kuna damu. Ndipo nikawa namuamsha mwenzangu amke tukio ambalo limenitokea. Kila nikimuamsha mwenzangu hamki, kila nikimuamsha hamki, kila nikimuamsha hamki. Ndio maana nikaenda kwa majirani kwenda kuomba msaada. Ndio. Wao wakasema basi ni hivyo. Sasa umeona hiyo story unanijisia? Kuna kitu ambacho juzi kati nilikuwa nakiongea kama utani. Kipindi tunakuwa tuko wadogo, tunakaa na mabibi zetu. Ilikuwa kishafika jioni, kuanzia saa 12 ukiwa unakula mua, bibi anakuambia ukila mua usitupetupe maganda ovyo. Umeelewa? Usitupetupe maganda ovyo. Kuleni mua, yani alikuwa anatukataza kusanyeni pamoja, iweko kwenye ungo, ataenda kumwagwa kesho asubuhi. Umeona hiyo scenario? Lakini nilikuwa tukimuuliza bibi, anatuambia ukila mua ukitupa maganda, roho usiku inatoka inaenda kutafuta ile yani maganda yale ya miwa. Alafu kibaya sasa zaidi akawa anatuambia ukiwa roho ikitoka ikaenda kutafuta ile maganda ya miwa, inakula ikiwa inaenda kwenye yale maganda ya miwa. Nini? Wanakwambia unaweza usiamke. Walikuwa wanasema unaweza usiamke. Yaani kesho unaweza ukafa moja kwa moja. Yaani kioo ikishatoka ikienda huko, ikichukuliwa na Israeli moja kwa moja, na maana wewe uamki tena. Kwa hiyo bibi alikuwa anatutisha hivyo. Lakini hiyo story kwamba kwa nilivyokuwa nikaa naamini kwamba bibi alikuwa anatuambia hivyo kwamba tukila mua tukimwaga yeye asubuhi atapata tabu ya kwanza kufagia nje. Kwa nilivyokuwa. Sasa leo nalipa story
naanza sasa kuamini kwamba hivi vitu vinawezekana vikawa vilikuwepo kipindi hicho, kwamba kweli roho ilikuwa inatoka kweli inaenda kufuata miwa maganda. Nasikia mdogo wangu, hiyo kitu sio zamani mpaka hii leo. Unajua hakuna kitu kibaya kama maana ni kuacha ndani hapa sisi. Umeelewa? Mimi wewe ni mdogo wangu, si ndio? Ndio. Ukaja kwangu kwenye saa hivi. Kaniambia kaza. Mimi bwana, leo na hamu ya kitu fulani. Ndio. Hebu nipe, nitampelekea mke wangu apate kupika. Wewe ule tu hapa bwana uende. Umeelewa? Kwa mfano tuchukulie tu kitu ambacho vitu kama adimu vya hamu ya unakuta gimbi. Sawa, ukaniambia bwana kaka, hebu naomba gimbi nikapike bwana nyumbani. Mimi nikamwambia bwana gimbi lenyewe hivi tu moja. Basi ule tu hapa bwana shemeji yako amechemsha siku na nini. Unaona? Wewe ukasema nitakulaje hapa wakati mke wangu yuko nyumbani? Poa bwana, kile ukatoka bwana kinyongo. Ile kesi. Ulikula ujala? Ujala hapo. Kwa sababu wewe huwezi kula mke wako ukaondoka na kinyongo. Ukaondoka bana kinyongo. Unachopelekea ndo kama haya. Ina maana sasa. Nafsi ile wewe yaani roho yako haijaridhika. Ndio. Una kinyongo. Kwa kinachopelekea pale nafsi itatafuta yale maganda. Mpaka iyapate. Japo hata ikalambe tu kidogo ili iridhike. Mwisho wa siku ni kwamba kitakachotokea ile kisha toka imetoka hairudi. Amekufa ghafla, kumbe nafsi imetoka. Sawa. Niko sasa hivi haipo, lakini sio kwamba haipo. Ipo lakini watu hawa practice. Hawazingatii. Miaka ya nyuma mwanamke, nilikuwa naona mamangu, nakupa siri tu moja hivi. Naona sasa hivi mishipa mingi, watoto wanakosa nguvu za kiume. Ndio. Kuna vitu ambavyo vinafanyika sivyotakika. Ndio. Wewe una mke wako ana bleed, si ndio? Ndio. Hataki kuweka chumvi kwenye mboga. Mke akiwa na bleed. Atakiwa kukuwekea wewe chumvi kwenye mboga. Inatakiwa akuite uweke mwenyewe. Hebu weka. Vitu ambavyo vilikuwa zamani miko, watu walikuwa wanaifuatilia sana miko. Na ni kweli, unakuta watu walikuwa wanaishi vizuri, nguvu za kiume safi. Kitu ambacho watu ni kitu ambacho watu watapata madini mazuri sana katika kipindi changu hichi cha leo, kwa sababu kuna vitu ambavyo watu hawajawahi kukifikiria kwamba zamani kulikuwa kuna miiko ambayo ilikuwa inafanyika, ila watu walikuwa wanaifuatilia kutokana na wanasema wenyewe utandawazi na teknolojia mpya. Watu wameacha yale ya zamani, wanafuata sasa mambo mapya. Wewe kabila gani? Mimi ni Mchaga. Wewe Mchaga. Sasa inawezekana ukiongea vizuri Kichaga. Ndio. Si ndio? Ndio. Lakini watoto utakaopata wewe ndio wasiongee Kichaga. Ni kweli. Mfano mzuri ni kizazi cha sasa hivi wengi hawajui lugha za kwao. 98%. Kizazi cha sasa hivi hawajui lugha ya kwao. 98 ni kweli kabisa anachokiongea kaka mkubwa. Hakuna, yani hawajui. Wengi hawajui lugha ya kwao. Kama wanaozaliwa hapa mjini. Kuna watu wanazaliwa mjini hapa lakini bado wazazi wao wanazingatia sana lugha za kwao. Kwa mfano mimi napenda sana Wapare wanazaa watoto hapa mjini na wanakuwa hapa mjini, lakini huwezi kumkuta Mpare ajui Kipare. Muda hata anaongea lugha. Huwezi kumkuta mtoto wa Kipare aelewe Kipare. Kabisa. Uongo. Mtu anaambia Masai sijui kinani. Huwezi kumkuta mtoto wa Kimasai asiongee Kimasai. Lakini ule usasa ndio unatufanya
unatubadilisha, unatugeuza kutoka kwenye njia iliyonyooka inatupeleka kwenye njia iliyopinda. Usasa, vitu vingi sana vinasababishwa na ule usasa wao. Kipindi cha nyuma, unaona sisi kwetu watoto wa kiume wanafundwa, ndio wanafundwa mambo mengi sana. Sio jinsi tu kuishi na mwanamke, yaani hata ile miiko unaambiwa bwana kufanya hivi, utaki kufanya hivi, kufanya hivi, unatakiwa kufanya hivi na hivi. Ukiona hivi unatakiwa kufanya hivi. Ndio sasa hivi hao watoto wa kufundwa wazi, unakuta kwamba maadili yanaharibika. Kama hivi nilivyokuambia kwamba mke wako kama anakwenda siku zake, basi kuweka chumvi. Sawa, ndio. Sasa hivi chakula chochote, yaani akipika chakula utaki kuwekea chumvi, yeye ataki kuwekea chumvi. Yaani paka na maadili. Mambo ya kizamani bwana. Mambo ya kizamani. Tena chumvi mimi? Unaambia mambo ya kizamani, mambo yashabadilika siku hizi, hamna hayo. Mimi nikaweke chumvi. Mambo gani unasema hivyo? Hili kweli, yani ni vitu ambavyo vingi sana tulikuwa tunaambiwa sisi na mabibi na mababu, tumeviacha. Madhara yanakuja kusababisha mambo madogo tu, wewe huwezi kuyaona, ila kuna vitu fulani vinakutokea, wewe unaona kama ni kitu cha kawaida, ni normal kwako, lakini kumbe ni madhara yake hayo. Kuna vyakula hivi vitu tunavyokula hivi, baadhi ya makabila unaambiwa kwenye makoo yao, unaambiwa hiki marufuku. Sasa ni kweli, usiguse kabisa, hili ni mwiko. Ni kweli. Ukifanya hivi tu sisi koo letu tunaharibika, tutapata laana, mikosi, yani hatuendelei. Ndio. Mfano kuna baadhi kuna baadhi ya watu makabila hawali nyama. Hawali nyama kabisa. Yaani kitu kinachoitwa nyama wao hawali. Yaani hiyo ni sheria ya ukoo wao. Na ni kweli watoto wana practice hiyo miiko. Hawali. Yaani hiyo nyama hawaigusi. Ukila tu ni mikosi. Unaita mikosi. Yaani kuna vitu vingi sana ambavyo tumeviacha, vingi sana ambavyo hivi John, unajua kwa hata baadhi ya maendeleo haya sawa, kuna vitu vimepigwa pini kwamba hapo usifungue. Ukifungua hapa ni laana. Ndio. Utaendelea wewe mpaka kizazi chako. Ndio. Inatokea kweli. Leo kuna foleni kubwa sana leo. Yaani foleni kwenye kuvuka hapa balaa. Na tukishatoka tu hapa. Hivi tunakuwa tunaelekea hivi. Tukishafika pale barabara na nile Chapanda tunarudi. Kwa hiyo bwana, sisi leo tunaambia Wachaga bwana, yaani kila unapofikia miezi 12 wanarudi nyumbani. Wao wana maana. Kwanza hawataki kupoteza koo lao. Kweli. Naona wewe bwana, ndugu yangu, mdogo wangu, huyu hapo mdogo wetu wa mwisho, si ndio? Unaporudi kule unauza kitu cha kwanza, una watoto wangapi? Na mtoto mimi na mtoto mmoja, wewe na wawili, wewe mmoja, wewe. Wale wanakalishwa chini. Ndio mnaona hawa ndugu zenu hawa, sawa wote wanakumbukana pale. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, bwana wewe vipi? Maisha yako? Bwana mimi mwaka mzima na mweziro kabisa. Hamna kitu nilichofanya. Umefanya nini? Wewe kuna kitu unaambia kwamba usifanye, umeshafanya. Tunakumbushana. Sema kama umefanya hivi tutengue hiyo na hiyo laana hiyo. Mtu anaanza kusema kweli bwana. Tena huwezi kusema hadharani. Unamuita mkuu wako. Kweli bwana mimi ndio kama nisifanye hiki lakini nimefanya hiki kwa sababu yangu. Unapigwa mbakola hapa. Kama Wamasai. Maana Wamasai ukikosea wanachapwa kabisa na fimbo. Na wake zako hapo. Sirudie. Mbona sema zenu?
msifanye hiki. Wachaka kuna jani lao fulani kule. Sale. Leto Sale. Sale. We! Hey! Hilo jani hilo linaleta kila kitu. Umejuaje mzee wangu? Umejuaje hivyo vitu? Pitia huko. Na vitu kweli vinatokea kweli. Yaani usipoamini ni wewe tu, lakini ni kweli vinatokea. Maana haya mambo yapo. Na kuna sheria yake pia, hilo Sale lenyewe kuna sheria yake la kulipanda. Na kuna namna ya kulitumia, kuna vitu vingi sana kufanya. Mimi kuna babangu mdogo mmoja aliniambia hata nikiwa nasafiri, ukiwa nasafiri ili utabiri safari yako ili ujue je, kesho na hii safari kesho niende au nisiende. Unaenda kwenye Sale, unaenda unalichomoa ile jani ambalo liteke lile. Unalichomoa lile. Likichomoka straight, likachomoka vizuri bila katika safari yako ni njema. Ila ukilichomoa likachomoka vibaya, likakatika vibaya, hiyo safari usiende. Ni safari mbaya. Ni kweli, yani ni kweli. Ni vitu ambavyo wana practice kila siku. Vinafanyika. Hata ukija kuangalia baadhi ya makabila ambayo yameendelea sana ni wale ambao wanafuatilia miko na taratibu zao. Sasa leo hii tunapomzungumzia Muhaya. Ndio. Muhaya kuna vitu ambavyo kwao visikosanike. Ndio. Hata kama wewe hutumii visikose. Sasa sanene vibuyu vya kuwekea nini, maziwa, yani kibuyu chochote. Kibuyu. Okay. Yani hata kama kijana wa leo nyumbani kwake lazima kibuyu kiwepo. Sasa unasema kwamba ni pambo, kumbe lina maana yake. Sasa na hata kama yeye haendi, akishaona mtu anakwenda huko wapi huko Bukoba, hizo sanene na kuna maharage yao fulani hayo, yani hayakosi kwenye makande. Yani kuna vyakula vya asili lazima mtoto ale. Hatari. Na sikose mgomba kupanda nyumbani kwake. Na kuna migomba yao, sio migomba tu hivi ovyo. Si ile migomba yao ile nani? Ile ya nini? Migomba ya nini anaita ile? Wanaita nini? Ndilisha sana maisha yetu. Yaani si tunaishi maisha ya leo wakati bado kuna maisha yale ya zamani ambayo yapo. Na yale hayapotea, na yale yakipotea na wewe mwenyewe umepotea. Hiyo mpaka asubuhi. Hiyo usiku kucha hiyo wanapokezana hapo. Mwambie kijana wa kuanzia 2000 atembee kilomita 1 tu. Hawezi. Sio mazoezi. Yaani kwa mfano kama mtu anatoka tu hapa. Hawezi. Kwa mguu wewe. Hawezi. Siku moja. Kwanza nakushangaa. Unatembea? Unatembea? Nilikuwa nauguliwa na dadangu. Unatembea nini, una nauli ama anakuambia una nauli? Natoka hapa nafika pale Ubungo. Mida kama hii. Sawa? Ndio. Siti zote imeshakaliwa. Kwa hiyo kanaambia bwana wewe kaa hapo mbele, kaa hapo nani hapo. Karibu na mlango hapo. Simama hapo. Tuko wangapi? Tuko watatu pale. Kuna vijana wawili na mimi mmoja, watatu. Tunatoka. Kaingia barabara kubwa ile Morogoro Road. Kimara hiyo. Mbezi hiyo. Sio dogo, kisha badilisha mikao zaidi ya 6. Mara kaka hivi juu. Mara hivi.
namwangalia. Mimi kwa strong tu hivi namwangalia. Kaka hivi. Sasa hebu sogea kidogo hivi, nigamia hapo. Mimi mwisho wa siku nikamwambia haya makuku unayokula hayo. Haya machipsi yenu hayo yatawamaliza. Yaani mtu hana nguvu. Hawezi, hana stamina ya kukaa. Hana stamina. Yaani style hiyo moja kwa muda mrefu. Hawezi. Kachoka. Matokeo kila kakaa kwenye corridor ya nani ya basi. Kashindwa kusimama. Kama vyakula vingine hana. Yaani kwa mfano kama vyakula yote ya supermarket ya shida. Sawa. Ni shida. Yaani chakula chochote yenye expired date. Iko ni shida. Kwa sababu kinakuwa kina kemikali. Ni shida. Kwamba kemikali ambayo inaufanya chakula kikae kwa muda huu ambao wameweka wao. Ila sasa hivi hatukwepi. Ndio viko kila kona. Yaani viko kila kona. Ukienda kwenye mboga za majani, kwenye matunda. Tena hizo mboga za majani ndio usiseme kwa sababu ndio yaani kokote kule. Tu kwenye kupunguza lazima tupunguze. Wanatumia hizo dawa za kuulia wadudu kwenye mboga za majani. Mimi nikwambia kitu. Kuanzia miaka ya 75, sawa? Kuja mpaka 80. Ukisikia nyama ya ng'ombe kweli. Serious. Inanukia vizuri. Kweli. Tamu. Maziwa, ukisikia maziwa mtindi kweli. Ndio. Umeona hivi? Sasa hivi wapi? Wewe ng'ombe anakwenda kulishwa mapumba, anatoa maziwa aina gani? Ng'ombe badala ale majani anakula mapumba. Kuna nini hapo? Haya. Hao wanaofanya kazi ya nani? Hao wanaochukua wanyama na kwenda mabuchani huko sijui kwenda kuchinja. Sasa kuna wale wafugaji wale. Ndio. Kuna sindano zao za kuboost. Mnyama anenepe. Wiki mbili tu. Ukamkuta huyo. Hii ni changamoto kwa kweli. Ni changamoto. Acha sisi wengine tumeshafikia kwenye 60 na share na share. Nashukuru Mungu. Tunasubiri kufa. Nashukuru Mungu. Sema kama unavyosema hivyo, lakini Mungu anaweza akakutunuku maisha zaidi marefu zaidi. Itakapofikia mwezi wa 10 tarehe 15. Ndio miaka 61 sasa. Na mikuki mingi kweli umekwepa. So kidogo, mikuki mingi sana umekwepa. Haya anaofuata ni maisha yako, sio ya kwangu tena. Haya kilichobakia cha kwako hiko. Ni kweli. Ndio kwa sasa hivi hapa kila kijana anamwambia muda kama hii utakuta kwenye chemist wamejaa. Kwenye chemist haya na maduka dawa za nani za kuchukulia na za kuongeza nguvu za kiume. Unaongezea nguvu kwa shida hii. Na kwa nini yaani unajua mimi watu wanashindwa kuelewa kwamba nguvu za kiume sio za kulia Viagra. Yaani nguvu za kiume ni mindset tu yaani ya ubongo wako. Ni kufanya tu relax, uache stress basi. Yaani uwe tayari kwa ile jambo unaenda kulifanya. Basi hiyo ndio nguvu ya kiume. Nguvu ya kiume ukienda kununua dawa ndio unajiumiza tu mwili, unauchosha mwili. Yaani ile pale hamna nguvu za kiume. Utakuwa huna hela ndio basi tena. Mwanaume hakuna tena mashine ongo. Mwanaume anakuwa amebaki jina. Haki ya Mungu. Kwa nini? Mwezi wa pili tumemzika kijana mmoja hapo Tabata. Kafanyaje tena? Hii katika story soka Viagra. Kwa disiana hiyo. Si afadhali ingekuwa Viagra. Angeteseka ingepona. Ndio bwana kwenye ujana wanaopeana story. Ndio. Sasa hivi wana mimi story. Yaani kichukua tu na nini ile wanaita nini?
Energy. Nilichukua energy yangu pale. Nilichukua na kidonge changu cha nani? Panado. Cha Panado, kama unajua. Naonaga tu mtandaoni naijulia wapi. Najua ila naona watu wanaposti wanaweka Panado, wanaweka na energy. Anakuambia hii tumia utanishukuru. Sasa mtu ananiambia tumia, yaani kweli mimi nikae na akili yangu timamu nitumie Panado ninyi na energy hapo kwa hapo. Ile pa unaambiwa nusu ya Panado ndo unakunywa ile kipande. Afu ndo unaenda kwenye mzigo. Jamaa kapiga kidonge kizima. Hapo demo hajatokea sasa. Kapiga kidonge lakini demo hajatokea. Demo hajatokea. Kwa mujibu wa taarifa ambazo wanaongea wenyewe, inatakiwa kama unapiga ile siri asikuona wakati wake ameshafika. Nilisimama mpaka ikagoma mpaka mtu anapiga kelele. Mpaka anasimama mwenyewe. Shika ikabuka ile nani. Jamaa chali. Damu zimeenda nyingi sana. Asubuhi watu wanagonga mlango, bwana tupe kazini akimya. Twende kazini kimya. Si nini wapi? Panado hiyo na nani? Panado na energy. Imefanya yake. Hebu fungueni mlango, anafungua pale mlango jamaa. Anakuta energy hapo kidogo imebakia na vidonge vya nani vya Panado hivi. Tayari huyo. Kayataka huyo. Haya. Mzika. Sasa yote ni nini? Shida ni nini? Tayari kwa mimi nawaamini hawa kidogo wataalamu wa mitishamba. Kwa sababu hii ilikuwa kutoka miaka ya nyuma. Ile ni lishe tu. Ile inakuwa kama lishe tu, kuboost lishe, unarudisha ule hali. Lakini sio kama ndio inakusaidia 100%. Uongo. Ile inakuwa tu ni lishe ambayo inakufanya ukila ule mtu ukotafuna unakupa ile afya ya kurudi kwenye uwezo. Viagra wanatumia wazee washazeeka huko kuanzia miaka 80 huko. Umeona 75 huko. Umeona 70 ndio wanatumia hizo Viagra. Sasa mzee mwenzangu anakwenda kutumia kama hilo sinakufa tu. Umeona leo hii kwenye mtandao kuna binti anajinadi anasema mimi bwana wale mzee bwana yaani mpaka nilikuwa nashangaa maana sasa unasema hii huku kupendwa gani huku? Mzee kachukua mambo yake hiyo kwenye mtandao. Ndio. Unaona? Sasa mzee kishachapwa vibaya, yaani sasa hivi yuko hoi. Kuna nyimbo gani naimba hivyo anaselebuka, nakumbuka jinsi alivyoteswa na yule mtoto. Pesa imeishia. Pesa imeisha. Sasa yule mzee kama yule pale. Kicho kwa namsaidia ndio hayo mambo ya nini? Lakini kazeeka sana. Sio kama amezeeka sana kivile. Ni kawaida tu. Ukija kumchukua kwa yuko kwenye 75 hivi. Sawa. Hadi huko foleni. Leo kweli noma. Lakini leo ni Ijumaa of course. Ijumaa watu wanawahi kurudi. Warudi wakakaa na familia. Leo Ijumaa leo. Kesho Jumamosi. Kwa hiyo unaishi huko ama? Mimi bwana nilikuwa naishi Tabata. Pale maeneo ya Barakuda bwana. Ndio. Kwa bondeni kama unakuja Msimbazi. Nilikuwa karibu na gorofa la Masanja. Ndio. Kubariki. Pata nyumba yangu. Kajenga huko na mimi. Sehemu moja inaitwa Vikindu. Sasa hapo ukiwa unatoka unaenda nyumbani na mama unapanda moja kwa moja. Kitu pale nyumbani kwa mama. Mpaka kesho. Utakapoanza kujenga. Hapo hapo. Okay. Pale. Okay. Mji umenishinda. Mimi kelele sitaki. Uko mjini unafujo sana. Nite kopi dereva wa
unanipa tukibonyeza request.
Nite Kobe, dereva wa app, unanipa tukibonyeza request. Karibu basi uendeshe na mimi, tukiwa happy, story flani za mjini, tukishare njiani, story flani za madini. Endesha na Kobe, njoo endesha na mimi, tupite side to side. Endesha na Kobe, kila kona ya mji kuna vibe inside. Endesha na Kobe, tunakwepa foleni kama vile tai. Endesha na Kobe, kila kona ya mji kuna vibe inside. Naingia stage, una check plate, wewe uko late lakini trip iko straight. Mtaa kwa mtaa